Ngoma zetu, utambulisho wa mambo yetu, uwakilisho wa watu wetu. Hii ndiyo bendera yetu, hizi ndizo sauti zetu, na zisikie ngoma za kwetu, usipate hadithi za kwetu. Yes, asante sana. Karibuni wa Tanzania kwenye kipindi cha nchi yetu. Na kipindi hichi kiko katika msimu wa pili. Kama ungo kufuatilia utajua harakati ni zile zile. Kukupa wewe Mtanzania fursa kujadili masuala kuhusu maisha yako, kuangalia haki za raia, wajibu wa serikali, na sisi kama Tanzania tunawajibika vipi katika nchi yetu hii ya Tanzania. Jina langu Daniel Kijo, kipindi kimeanza sasa. Baada ya mapumziko mafupi utakutana na mgeni wetu wa leo, utakuta watu wa Tanzania wenzako wakitoa maoni yao kwenye studio, na pia utajua mada tunayojadili leo. Tuko pamoja pia na Banana Zoro na The B Band hapa studio. Karibu, kipindi kimeanza. Kipindi ni nchi yetu, na ndio kwanza mambo yanaanza. Kwa hiyo sio na wasiwasi, tunalisali zima la kujadili masuala yanayohusu nchi yetu. Na mada ambayo tunajadili kwenye kipindi cha leo ni mada ambayo inakuhusu wewe Mtanzania, na wewe unamgeukia mwenzake, na wewe unatazama kipindi kutoka sehemu yoyote ya nchi yetu. Inamhusu kila Mtanzania. Tunazungumzia swala la deni la taifa. Wazungu wanasema national debt. Ni kitu gani? Tumeingiaje kwenye deni hili? Wewe Mtanzania unadaiwa kiasi gani? Kama Tanzania tunadaiwa kiasi gani? Yote hayo utayapata kwenye kipindi hichi. Lakini kabla kuingia na kujadili masuala na mgeni wetu na pia na studio audience, tunafanya kitu ambacho ni tamaduni hapa kwenye kipindi hichi, ambacho ni kuangalia utafiti uliofanywa na watafiti wa kipindi hichi. Kwa hiyo hebu tuangalie tafiti hii after turudi na kuanza kuongea mambo haya. Deni la taifa ni ukopaji wa serikali. Sasa serikali yetu inakopa mikopo ya nje na inakopa mikopo ya ndani. Kwa kweli habari ya deni la taifa, sababu mimi nasikia tu, sielewi vizuri, isipokuwa naona kwamba wanasema kuna deni la taifa, kwamba watu walikopa huko nyuma mpaka saa hizi deni linaendelea. Kwa hiyo sielewi vizuri kwamba hilo deni la taifa linakuaje, maana hata hizo hela zenyewe zinavyoingia sielewi zinaingiaje. Tunakopa ili tuwekeze katika miradi ambayo itatupa nguvu kiuchumi, kuboresha uchumi wa Tanzania. Deni la taifa ni kama tu deni la mtu, kwa sababu chukulia mfano kwamba wewe una familia, una kipato cha shilingi 10,000 kwa siku, lakini matumizi yako ni shilingi 15,000 kwa siku. Kwa hiyo unaamua kwenda kwa jirani kukopa shilingi 5,000 ili kuweza kutimiza matumizi yako. Sasa taifa ni muunganiko wa watu wote kwa ujumla wake. Kwa taifa linaweza kuwa na miradi ya maendeleo au miradi ya kawaida ya kufanya, hata kulipa mishahara na kadhalika, lakini katika bajeti ya mwaka husika ikawa haina uwezo wa kuweza kulipia hiyo miradi. Kwa hiyo inabidi iende ikakope. Sasa taifa linaweza likakopa ndani, ndio maana kuna deni la ndani,
inaweza ikakopa nje, ndio maana kuna deni la nje. Kwa ujumla deni la taifa ni jumuiko wa madeni ya ndani na madeni ya nje ambayo dola inakuwa inachukua kwa niaba ya wananchi kwa ajili ya shughuli mbalimbali za uendeshaji wa nchi. Kwa kawaida maamuzi ya kukopa yako chini ya waziri wa fedha. Waziri wa fedha ndiye mwenye maamuzi ya kuhakikisha kwamba mkopo unakubaliwa, serikali inachukua mkopo. Hazina ndiyo ina usimamizi wa mwisho wa mambo ya mikopo. Nani anaamua kukopa? Labda kwa sababu gani? Ukiwa mahala popote, kama unafanya biashara au ufanye biashara, kinachokusukuma zaidi ni shida ulionayo, lakini utasukumwa zaidi na hekima ya kukopa ili urudishe. Ukope kwenye vyanzo vilivyo nafuu na ukope kulingana na uwezo wako utakavyo kuwezesha kurudisha mkopo ule kwa masharti mliokubaliana. Kwa hivyo kitu cha kwanza ni msukumo wa namna ya uhitaji wako kwa ajili ya shida iliyokubana. Faida ya kukopa inapatikana tu ikiwa una uwezo wa kutumia mikopo hiyo vizuri. Na kwa nchi zetu ni vyema kwanza utumie nguvu zako za ndani, uweze kuongeza uwekezaji wa akiba za ndani na utumie vizuri akiba yako hiyo ya ndani. Hotuba yangu niliyoitoa bungeni wakati wa bajeti ya mwaka 2012 na 13 nilirejea ombi ambalo nilitoa katika bajeti ya mwaka 2011-12 kwamba ni vizuri deni letu la taifa lifanyiwe ukaguzi maalum ili tuweze kujua hili deni ambalo tunalichukua ni kwa ajili ya kufanyia nini. Maana yake deni limekuwa likikua sana tofauti na kasi ya ukuaji wa uchumi. Kwa mfano, kati ya mwaka 2007 mpaka mwaka 2011 kasi ya ukuaji wa deni la taifa ulikuwa ni wastani wa 38%. Lakini kasi ya ukuaji wa uchumi ilikuwa ni wastani wa 6% tu. Kwa hiyo utaona kwamba deni lilikuwa halitumiki kujenga uwezo wa uchumi kuzalisha zaidi. Na utakuta kwamba kuna kipindi tulikuwa tunachukua deni kwa ajili, tunachukua mikopo kwa ajili ya kununua mafuta ya magari, kwa ajili ya kulipia mishahara, kwa ajili ya kulipia posho. Hili ndio tatizo kubwa ambalo tunalo Tanzania. Kuna mikopo ambayo tumeichukua kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Hiyo sio tatizo, kwa sababu miradi hii itajenga uwezo wa nchi kuzalisha zaidi. Lakini unapochukua mikopo kwa ajili ya shughuli za uendeshaji tu wa serikali wa kila siku, then hapo kuna tatizo. Sisi wananchi ndio tunalipa deni. Mimi sinufaiki nalo kwa sababu kwanza hata matumizi yake sijajua kama mwananchi mimi wa huko, sijaelewesha hilo deni walikopa la nini na mimi limetumika kivipi na limenisaidia nini. Wao kama serikali wao wanatuelimisha kwanza kabla hayo madeni hayajulikana kwamba tuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo tunatakiwa tukope hela tufanyie hiki na hiki na hiki, kama kwenye kata au serikali za mitaa au kwa wabunge au lazima tufahamishwe. Lakini tunaambiwa tu kuna madeni yanakatwa, kuna madeni yanakatwa, tujue yanaelekea wapi hayo yanayokatwa. Masuala ya serikali kukopa hayahusishi wananchi moja kwa moja, isipokuwa yanahusisha kwa namna hii kwamba wananchi, serikali inawakilisha wananchi, at least theoretically au kinadharia ndivyo ilivyo. Kwa hiyo walichaguliwa na wananchi, kwa hiyo wanatafuta mapato mbalimbali kutekeleza yale walioambia wananchi sisi tutawatendea. Kwa namna hiyo unaweza kusema wanahusisha wananchi, lakini hawahusishi wananchi moja kwa moja. Mikopo hii ya serikali ni ya muda mrefu. Wale wanaokopa hawatalipa, watu wanaolipa hawakukopa. Moja ya matatizo nayoona kwenye madeni makubwa ya serikali ni kwamba hakuna mfumo ambao uko wazi wa kuhusisha walipaji kwenye mchakato wa kukopa na usimamizi wa matumizi ya mikopo ya serikali. Tunaamua sisi mliotuchagua kuongoza serikali. Mmetuchagua, tunaiongoza serikali, mmetuamini ni lazima tuendee na maamuzi ya wakati huu mlivyotuweka madarakani ili mnufaike nyinyi wenyewe na uchumi wa nchi yetu.
Kwa kweli mimi naona wanaonufaika sana sana ni wale wanaohusika kama wabunge, wa mawaziri ambao hela zinaingia mikononi mwao na kuzigawanya ni wao. Kwa hiyo mimi sinufaiki na kitu chochote. Deni la taifa limekuwa hivi sasa linasemekana kwamba kwa shilingi za Tanzania liko kama trilioni 22 na ushe, zaidi ya trilioni 22 na ushe. Kwa fedha za dola, deni la taifa la nje ni zaidi ya shilingi dola za Kimarekani bilioni 10. Deni la Tanzania mpaka sasa kwa hesabu za jirani tuko karibu dola milioni 23 bilioni 23. Kwanza ifahamike ya kwamba serikali inapokopa inakopa kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo ukiambiwa deni la Tanzania ni trilioni 22 hivi sasa, maana ni kwamba kila Mtanzania hata mtoto mdogo anadaiwa takriban shilingi 398,000. Kwa sababu lazima ikitokea kwamba serikali imeshindwa kulipa, kila mwananchi achangie kuweza kulipia hilo deni. Kwa hiyo serikali inalipia deni kwa maana ya kodi. Itakusanya kodi kwa ajili ya kulipia deni. Nitawapa mfano kwamba katika bajeti ya mwaka jana, eneo kubwa la bajeti lilikuwa ni kulipia deni la taifa. Ukiangalia, ukiorodhesha yale maeneo ya bajeti yote, miradi yote, utaona kwamba kwenye eneo la malipo ya deni la taifa, na sio malipo ya deni lenyewe, ni malipo ya riba, wanaita National Debt Services, riba zile za deni la taifa, ilikuwa ni takriban shilingi trilioni 1.9. Kwa hiyo ilikuwa ndio eneo ambalo lina malipo makubwa zaidi kuliko bajeti zingine zote, kuliko bajeti ya elimu, kuliko bajeti ya afya, kuliko bajeti ya nishati. Kwa hiyo utaona kwamba mnapolipa zaidi deni la taifa, mnaathiri matumizi mengine ya maendeleo. Kwa hivyo ndivyo namna ambavyo mwananchi anaathirika, lakini pia mwananchi anafaidika na deni la taifa. Kama mkilichukua deni likaenda kwenye miradi ya maendeleo, miradi ambayo inaondoa kero za wananchi, kwa mfano miradi ya mabarabara, miradi ya umeme, miradi ya afya na kadhalika, ujenzi wa vyuo vikuu na mashule na kadhalika, ile ni miradi ambayo itamfanya mwananchi apate huduma bora zaidi. Kwa hiyo pia mwananchi anakuwa anafaidika na deni la taifa. Kwa hiyo lina mambo yote mawili. A development bank providing a loan. I make an example. If there is an infrastructure to be financed through the European Investment Bank or through the World Bank or through the African Development Bank, the EU can come with some grant money to reduce the risk in the form of a guarantee fund, so that if there are failure in the payment, the guarantee can come in, or through subsidy of the interest rate, so that the grant money is used to reduce the interest rate paid on the loan. So this is where the two modality, grant and loan, can come together. And in this way, the aid we provide can, let's say, multiply other resources coming from investment banks. Hakuna nchi isiyo na deni duniani. Hii haina maana kwamba sasa hivi tuendelee kukopa. Nasema upate picha ya kutosha. Hata Amerika inakopa na ina mikopo mikubwa, achilia mbali na wenzetu hawa, na wenyewe wana mikopo mikubwa. Kitu kikubwa ni hekima na busara ya uwekezaji. Unakopa uwekeze wapi? Na uwezo wako unaweza ukarudisha deni hilo kulingana na makubaliano bila wewe usipate athari. Ndio vitu vya msingi. Lakini kwamba ifike siku tusikope. Tunashukuru Mungu tukishakuwa tumedevelop hizi infrastructure za uwekezaji, baadaye tutakuwa tunapunguza madeni yetu kulingana na uwezo wetu wa kuzalisha sisi wenyewe bila kutegemea nguvu ya maeneo mengine. Wananchi tungeomba wawakilishi wetu wa bunge wajaribu kuisimamia serikali, kuwe na mpango maalum wa kuonyesha kwamba mwaka huu tunakopa trilioni 8.7, mwaka kesho tunaiteremsha by 5%.
tunakwenda hivyo, inaonyesha wazi kwamba kwa miaka 10 tutakuwa tumeteremsha kukopa kutoka 43% ikateremka mpaka 15% au kitu kama hiki. Na ukiainisha hivyo lazima iweke kwenye bajeti, uonyeshe kwamba usipokopa hizo fedha utazipata wapi. Ukilazimisha serikali kufanya hivyo, itatafuta namna tofauti ili huu mzigo mpaka utapofikia mahali ambapo deni la taifa sio kubwa kama lilivyo sasa hivi kwa kila Mtanzania. Namna gani ambavyo tunakopa, nani ambaye ana mamlaka ya kukopa, nani ambaye anatoa idhini ya kukopa, ndio tatizo ambalo tunalo Tanzania hivi sasa, na ndio jambo ambalo linabidi liandikiwe kwenye katiba mpya kwamba serikali kwa maana ya executive, yani rais na waziri wa fedha na kadhalika, hawawezi kuwa na mamlaka ya kukopa bila idhini ya bunge. Hii itawezesha bunge kuweza kufahamu deni linalochukuliwa ni kiasi gani na ni deni kwa ajili ya nini. Tumerudi Tanzania na tumetoka kuona utafiti huo uliofanywa na utafiti wa kipindi cha nchi yetu. Tumeona waziri wa fedha pale Mheshimiwa William Gimwa, tumemwona Mheshimiwa Zitto Kabwe, tumemwona Profesa Lipumba na wananchi pia wakitoa hisia zao. Tumepata kugusia tu mwanzo wa kufahamu deni la taifa ni nini, linatoka wapi na kadhalika. Ambaye tunaye studio ni rafiki yangu na pia ni mwanaharakati, ni mwandishi na pia ni mzalendo, si mwingine bali ni Mpegwa Mwakang'ata. Karibu Mpegwa. Asante sana. Na ulisema kwamba wewe ni mtoto wa chief, kwa hiyo nitakuita kwa jina lenu la Kinyakyusa. Marafiare. Nipatie? Ndio, bana Marafiare. Hebu nisaidie. Marafiare. Marafiare. Marafiare Mwakang'ata. Karibu sana. Asante. Na ndio maana umekuja na hiyo fimbo ukiwa ni mtoto wa chief, sio? Ndio. Zaidi ya hayo, wewe ni mwanaharakati na mwandishi. Sasa kama mwanaharakati, mwanajamii, kama Mtanzania, niambie deni la taifa ni nini kwako na limetoka wapi? Ni concept kwanza, kitu cha kwanza kuelewa ni concept ya deni yoyote. Kwa mfano, mtu kama wewe ukichukua mkopo lazima unalipa wewe mwenyewe. Huwezi kulazimisha mwenzako alipe deni lako. Sawa? Kwa serikali yanachukua mkopo, lakini wananchi ni kama security guarantors kulipa hiyo deni. Kwa kitu cha kwanza ni kuelewa haki gani serikali inapata haki kulazimisha wananchi kulipa deni yake. Kama mheshimiwa alisema kuna umetuchagua kuongoza nchi yetu, si ndio? Kama kipindi. Kwa hiyo baada ya kuchaguliwa, serikali yanachagua jinsi ya kuleta maendeleo nchini. Jinsi moja ni kuchukua mkopo. Kwa hiyo ndio maana serikali, sio hapa Tanzania, serikali yote hapo dunia yanachukua mkopo alafu wananchi wanalipa. Umeongea Kiingereza, labda nikuulize kwa Kiingereza na utajipe Kiingereza after look Kiswahili pia. Kwa hiyo every country has a debt, or is it just Tanzania? Labda China is not indebted, lakini pretty much kila nchi. America ina debt kiasi gani? Na deni gani Marekani? Figures kubwa sana tuweze hata kuelewa, kama dola trilioni 16 na kwenda mbele. Dola trilioni $16 trillion. Dola trilioni moja ni 1,000 billion. 1,000 billion dollars is 1 trillion. Kwa ni pesa nyingi sana. Na hii hela inachukuliwa inatumika kwenye miradi tofauti tofauti nchini kama tulivyosikia. Kwa nini deni linakuwa sasa? Kuna tena ni theories, kwa sababu labda kwa mfano Marekani hawezi kusema wanachukua mkopo kwa ajili ya kujenga barabara au kutengeneza umeme, kuzalisha umeme au sijui, lakini bado nachukua mkopo. Kwa Tanzania? Kwa Tanzania tunasema labda tunataka kufanya infrastructure projects, labda kusema that's the main reason kweli kufanya infrastructure development projects, ndo sababu tunaweza kusema tunachukua mkopo. Otherwise tunayo resources tunaweza kutumia.
Tumesikia utafiti wetu kuonyesha kwamba kila mtu anadaiwa. Wengine wanasema 3.5, wengine sasa hivi wanasema imezidi kidogo kama 4 na kitu. Lakini tunafaidika vipi sisi tuliokopewa lakini tunadaiwa? Mimi, wewe, studio audience wetu, tunafaidika nini na hili na hizi hela zilizotumika na kusababisha deni? Kwenye theory tunatumia barabara, si ndio? Kwa sababu tunataka barabara nzuri. Kwa hiyo tunapata faida baada ya serikali kutengeneza barabara. Tunataka umeme, tunatumia umeme. Kwa hiyo baada ya serikali kuzalisha umeme na kusafirisha umeme pia, sio kuzalisha pia. Si peke yake unahitaji kusafirisha. Unapata faida. Kwa hiyo ni theory kama hiyo, collective usage. Okay. Sasa basi kwa nini tunakopeshwa? Kwa nini kuna mtu huko anatupa hela zote hizi? Wanafaidika nini hao wanaotupa Tanzania hela? Tena kuna the theory alafu kuna opinions nyingine. Tupe ukweli. Si hapa nchi yetu tunaongea. We want what you feel is the truth. Kwangu naona tunachukua mkopo kwa ajili ya kutawaliwa na outside forces. Ndio understanding yangu. Lakini hata mimi nimekopa katika maisha yangu. Yule aliyenikopesha alinikopa kunitawala. Okay, nakupa mfano. Ukiangalia Marekani tumesikia mheshimiwa alisema Marekani ina deni kubwa kuliko nchi yote. Lakini bado USAID yupo hapa inatoa grants, inakopesha pesa. Kwa mtu anazama, kwa hiyo anaweza kusaidia mwenzake anazama pia. Swali zuri. Sasa kwa nini tunasaidiwa? Bado hujanijibu. Kwa nini tunapata hela? Kwa hiyo issue ni kuelewa kweli hii pesa zinatokea wapi. Kwa hiyo mtu amekuja ameleta mfuko wa fedha, ameweka hapa, sawa. Hapa ni mkopo. Baada ya muda fulani utanirudisha pesa zangu na riba. Lakini hiyo ni theory. Kwa ukweli ni bookkeeping entry. Kwa Kiingereza wanasema bookkeeping entry. Ni mambo ya accounting. Kwa hiyo ni kitu ambacho watu wa kawaida hawaelewi. Ndio maana tunazungumza kwenye theory, alafu kwenye practice ni completely tofauti. Kwenye practice ni computer screen, wanaandika tu kwenye computer screen, wanao account, credit na debit. Kwa hizo hela sio tangible, ni credit na debit, wanaandika tu kwenye credit. Kwa faida gani? Kwa faida gani? Bilioni 10. Kwa nini unafanya hivyo? Unajua sawa, lazima unaelewa the system ya serikali. Kuna benki ya dunia, si ndio? Kuna IMF, kuna UN. Tanzania iko ndani ya hiyo system ya financial control ya dunia. Kwa Tanzania ni nchi moja ndani ya global system. Ukielewa vizuri au labda kama unasikia habari ya kimataifa ya mbali, utajua kule EU wanafanya fujo, wanagombana kwa sababu serikali kule yanapigwa na IMF pia. Kulipa, wanasema austerity. Wanawalazimisha kule Uingereza kufanya austerity measures, Ujerumani, Ufaransa. So it's a system ya control. Ni control kule na hapa pia. Okay, sasa labda kwa watazamaji ambao watazama kuelezea tu discussion inavyoenda kwamba kutokana na mtazamo wa Mpegwa kwamba ni njia ya kitaifa, kuna international level ambayo ni kukopesha ili kucontrol Tanzania na kitanzania tunakopa kwa ajili internally. Mtazamo wetu unaweza kuwa kwamba tunakopa kwa ajili ya maendeleo na miradi na kadhalika. Ni muhimu tuelewe kwamba kuna ndani ya mipaka na impact ya nje. Sasa nataka kupata mtazamo kutoka kwa Watanzania ambao wako hapa. Brother, deni la taifa kwako ni nini? Tumemsikia Mpegwa au Chief Mwakang'ata akitoa mtazamo wake. Wewe umeuelewaje? Deni la taifa ni jumla ya madeni ambayo yanahusu taifa letu, yawe ndani na nje, ambayo yanastahili serikali kulipa. Serikali yaweza kuwa yamekopa kwa sababu maalum.
Hilo ndio deni la taifa. Ulijua kwamba unadaiwa karibu kuanzia 3.5 au 4? Sikujua, sikufahamu kwa sababu serikali haikuweka wazi juu ya wananchi wake, na baadhi tu ya vyama na taasisi mbalimbali jaribu kuweza kuwafungua wananchi, lakini sidhani kama serikali ilikuwa tayari kuweza kurekebisha ama kuweka wazi. Sawa sana. Boss hapo? Kwanza tunataka tufahamu wajibu na haki ya deni kwa sisi wa Tanzania. Maana tunasema deni la serikali, lakini serikali ni nani? Kwanza tutambue serikali ni kitu gani. Serikali ni mimi ambayo nilimweka mtu kuwa dhamani wa kutuongoza. Sasa mimi ndo na haki ya kulitambua lile deni kwamba ninadaiwa kiasi gani na nitakiwa nilipe kwa muda gani. Lakini viongozi wale tulio hapa madaraka ili watusimamie haki zetu wanashindwa kutueleza ukweli. Ndio maana asilimia wa Tanzania wengi hatujui kitu kinachoendelea kuhusu masuala ya madeni. Kwa hiyo tunachoomba serikali waanze kutoa mwongozo kuhusu masuala ya madeni ya kukopa na matumizi yake. Safi. Brother, unadaiwa shilingi ngapi kama nchi? Tanzania, kama Tanzania tunadaiwa dola za Kimarekani bilioni zaidi ya 23 ambazo ukilinganisha na Tanzania shillings wanakuambia ni kwamba kwa kila mmoja anadaiwa 300,000 na sehemu. Ukiangalia kwamba deni la taifa imekuwa kama desturi. Kwa shilingi tunadaiwa shilingi ngapi kama taifa? Kwa shilingi tunadaiwa trilioni bilioni 23. Trilioni bilioni 23. Yani unaona Tanzania ni trilioni 22, zaidi ya trilioni 22. Nataka kusema hata sisi wenyewe hatujui tunachodaiwa afu tunadaiwa. Lakini kwa kusema kwamba deni la taifa imekuwa kama desturi, kwa sababu tunajua kwamba mtu unapokopa maana yake una shida kubwa ya kutimiza, una shida fulani ambayo unataka kuifanyia hela hiyo. Lakini cha maajabu unaona Tanzania wanakopa, lakini ukiangalia wanalipa nini? Wanalipa wafanyakazi, wanalipa waajiriwa. Sasa unapokuwa unakopa hela na kulipa waajiri na unawazidishia mshahara, maana yake umekopa kitu ambacho hakileti faida yoyote ile. Lakini ukiangalia kwamba kama kukopa ingekuwepo faida, kwa nini usiangalie kwanza uwezo na nia ambao unataka ukope, ili ukikopa ufanyie kazi fulani ambayo unaitarajia? Mimi kama Mtanzania kuna mambo ambayo ninayatazama kwa kina. Sisi ambao tumewaweka watu madarakani ili watuongoze, inafikia wakati tunapoteza haki ya kujua yale tuliyowatuma. Hilo ni tatizo la sisi pia. Ukiangalia watu tunaoweka kuwa viongozi katika nchi hii, asilimia kubwa ni kama hawajui wajibu wao. Ukifika kwenye maofisi ambayo watu wanapaswa wafanye kazi kwa wakati, mfano tufanye ni masaa 8, lakini utakuta wamechelewa kwenda kazini. Na wakifika kazini hawautumii muda wa kazi kwa usahihi, bali muda unapotea. Hilo ni deni. Rudisha mawazo tu kwa wale wakulima. Nataka tu nitoe mfano. Juzi tu nilisafiri kwenda mahali fulani panaitwa Mlimba. Barabara ni mbaya, lakini chakula kipo cha kutosha. Ina maana hizi barabara, kama kweli haya madeni tunayoyakopa tungeyatumia vema kwenye maeneo husika ambako ingeweza kusaidia kupunguza gharama za mwananchi kutumia katika swala la fedha, tungepata chakula kingi kingekuja mjini na watu wasingetumia fedha kama wanavyotumia sasa. Ina maana gharama za matumizi zingeshuka. Sasa basi tufanyeje? Kabla tufanyeje? Tutafika huko. Kwa hiyo ndio hali unayoona kwamba deni lipo lakini matumizi hayaendani. Asante. Labda nimalize tu kusema ya kwamba laiti tungelipata watu tofauti na tulioweka madarakani, watu wenye uwezo wa kufikiri, uwezo wa kupambanua na kisha kuwa na maamuzi ya kutekeleza, yawezekana hili deni tungeweza kulishusha kwa haraka. Asante. Tatizo la deni la taifa limekuwa kubwa sana, na hili tatizo linaonekana kwa sababu wananchi wenyewe ambao wanatakiwa kulipa lile deni hawajaona manufaa yoyote. Kimfano, kiangalia miundombinu yote mibovu, hasa ni maeneo ya vijijini. Mjini sawa, kwa sababu kuna maeneo yako vizuri na ukipita unatamani uishi pale, lakini vijijini hawaongopei kwa lolote kwa sababu hali mbaya. Ukiangalia barabara, ukiangalia shule zao wanazosomea, wengine wanasomea madarasa mabovu. Kwa hiyo ukiwa convince kulipa hili deni linawauma sana, kwa sababu hata serikali haina cha kusema kwamba tumekopa deni la taifa na tumefanya kitu fulani ambacho wao wangelizika, hakipo. Na ndio maana serikali inashindwa kuweka wazi hili deni tunalipa vipi. Wanatukata mishahara, yani labda tunazidishiwa vitu sasa hivi.
wanafanya vyovyote vile ili tulipe. Tunalipa japokuwa hatujijui, lakini tunalipa. Hili ni tatizo ambalo serikali inabidi ilifanyie mapema iwezekanavyo, ili kuonyesha kwamba jinsi gani tunaweza tukatokana hili deni, na washirikishwe kabisa wananchi bila kuficha. Hiyo that's a good point umeleta. Mnaliona kama tatizo au ile kwa sababu tuko kwenye studio ya nchi yetu? Mgeni wetu, hebu tuambie, Watanzania wanaelewa hii? Wewe wanaharakati unatembea, au leo kwa sababu tunaongea kila mtu ananyosha kidole, unaona? Mimi naona ni subject ngumu sana. Ni deliberately confusing, sio issue ndogo, kwa sababu ni uwezi kuwa na debt bila uwezi kuwa na deni bila kujua una deni. Bila kujua nani anadai. Kwa hiyo mdai ni nani sasa? Sasa tunaongelea deni, tunadaiwa, sawa, nani anatudai? Si hao kina benki kuu nani hao? Sio benki kuu nani? Benki ya Dunia. Sasa tumeambiwa tuna deni ya kiasi fulani. Lakini sisi Tanzania tuna Controller Auditor General, si ndio? Hapa Tanzania Controller Auditor General said in April kwamba kuna bilioni 620 zimepotea, hazipo, hawajui ziko wapi katika hili deni. Katika hili deni hapa nchini. Sasa all of this ni connected, ni issue moja. Lakini wewe unachotaka kusema kwamba katika hizo ile deni tunalodaiwa kuna hela ambazo wewe umetaja ambazo zimepotea. Lakini tena tukiendelea tumeambiwa tena kuna watu, sawa, kila mwananchi anadaiwa labda 300,000, 400,000. Sasa lakini kama labda kwetu tunaona sio hela nyingi. Unasema matajiri wanaweza kulipa. Kama deni langu ni 400,000 tu, kumbe ni holiday, si ndio? Lakini yule mtu ambaye anaishi kijijini kama unasema, au mtu anaishi Uswahilini hana hela, kweli 400,000 ni hela nyingi sana. Ndio kushika hiyo. Kwa hiyo huyu mtu yuko chini, hana haki, hawezi kuputu mtu mwingine kwenye hiyo debt. Lakini huyu mtu ana uwezo kulipa, anaweka hao watu wadogo kwa chini ya hiyo deni. Kwa mtazamo wangu naona serikali au viongozi wametufanya CCTV wao remote. Nazungumza hivi kwa sababu mimi siwezi kukopa deni alafu huyu namwambia alipe hali ya kuwa hakujua deni langu mimi limemsaidia nini. Mtazamo huo kwa Mtanzania kama mimi ninaishi kwa maisha ya kubahatisha, huwa nafikiria sana. Mlo wangu wa mchana mpaka usiku, nikifanikiwa kula sijui kesho nakula nini. Kama naweza kulala leo nikaumwa kesho, nikilala wiki tu sijui familia yangu nailisha nini. Alafu serikali inakuja kuniambia nadaiwa 400,000 na daiwa 190,000. Akili yangu inaumia sana. Yangu ni haya. Kiukweli hata mimi imenuma baada ya kusikia kwamba nadaiwa. Mimi na familia yangu. Ulikuwa unajua kwamba unadaiwa? Sikuwa najua kama nina deni. Imenuma sana. Alafu kilichoniumiza zaidi kwamba sielewi pia hii hela ni lini ilikopwa. Ila tu ninachokuja kusikia leo hii ni kwamba bado deni linaongezeka kila kunapokucha na hatujui ni lini itarudishwa. Ikiwa kwamba hela hii imekopa kwa kusema kwamba inatengenezewa barabara na zahanati, si kweli. Au tunatengeneza sehemu ambapo viongozi wetu ndiko walikotoka, ila tulikotoka mimi na wewe hatutengenezi, tunapata shida. Hao walokuwa vijijini kwetu ambao wamepandishiwa bei ya mafuta, hospitali ziko mbali sana pindo wanapoumwa. Sasa serikali kama serikali, hii hela walikopa kwa ajili ya nini? Kama sio kutuboreshia maisha yetu sisi, alafu baadaye deni wanakuja kuturudishia tena sisi. Hatutendei haki jamani. Kwa tatizo kwa nini unahisi hela ziingii kwenye vitu vilivyotarajiwa? Kwa nini haziingii kwenye miradi hiyo? Kwa nini haziingii? Hizi hela tunakopa na vitabu vinaonyesha kama nani? Tulionyeshwa tu kama kudanganywa toto. Ila hii hela rasmi ilikopewa viongozi wetu wapate matanuzi yao. Haya. Mpego anasemaje? Ulikuwa nimeuliza kwa nini hizi hela ziingii kwenye kwa sababu kuna issue tena inaitwa riba, interest. Kwa kweli serikali anachukua mkopo, sawa, anachukua mkopo leo, lakini zamani serikali alichukua mkopo pia. Kwa bado kuna riba kulipa
ya zamani. Sasa kama leo unadaiwa 400,000 hata bila kujua, bado juu ya hiyo 400,000 kuna riba unalipa leo. Alafu watoto, sio wewe, watoto au wajukuu watakuja kulipa tena baadaye. Kwa hii ni issue ndani ya hii swala la kuzungumza kwenye deni la taifa. Lazima tuelewe, sio kusema tu mimi nadaiwa 400,000 najua naweza kuhangaika nitazipata. Hapana, kuna riba. Serikali haina fedha ya kuendeleza kazi yake. Haiwezi kufanya kazi bila World Bank, bila IMF. Kwa hiyo it's not independent. Issue nyingine ni kama imeshindwa kulipa, nini inatokea? Kwa Kiingereza wanasema default. Sasa tunaongelea kuchukua. Sasa tukishindwa kulipa, tumeshashindwa zamani. Sasa World Bank, IMF inaingia, inaleta mambo inaitwa Structural Adjustment Programs, SAPs. Mbona watu wengi wananchi wanajua the latest Premier League score, the top 5 Premier League teams, lakini hatuelewi Structural Adjustment Program ni nini? Structural Adjustment Program ndio sababu serikali haina nguvu, hawezi kuchagua wapi inaweka pesa. IMF inatuambia nimeona umechukua mkopo lakini mmeshindwa kulipa. Sasa serikali haiwezi kuenda bila kupata pesa tena. Hauna nguvu ya kupata pesa kwenye kodi. Sisi tutakupa hela, lakini lazima uweka hapa. Sio wananchi wanachagua, sio kama serikali, sio waziri anakaa anasema unajua niweke pesa wapi. Hapana, wameambiwa pesa tunakupa, unaziweka hivi. Je, mlijua hiyo? Kwa sababu hii show inapima uelewa wa wananchi pia. Hayo yanayosemwa na Mpego, hii hali halisi ya maisha yetu. Unajua wewe kama Mtanzania kwamba kuna kodi, kwamba kuna riba juu ya kodi, na kwamba hatuna uhuru hata hizo hela kuzicontrol tunavyotaka. Deni la taifa linafanya kazi sana. Linafanya kazi sana, isipokuwa hatujaona. Tunatibiwa, tunapata umeme, tunasoma, ikiwa ni pamoja na vyuo kupata mikopo. Lakini tatizo linakuja kwamba enzi za wakoloni walichukua kiasi kikubwa sana, wakavuruga. Matokeo yake tunapokopa tunakuwa tumekopeshwa kidogo, hivyo hakifanyi kiasi cha kuturidhisha wote. Hilo ni la kwanza. Halafu la pili, nasema hivi, ni makosa kusema kwamba tumekopa. Ili tukope ni lazima tuamue kwamba tunakwenda kukopa, na hatuwezi kuamua wote, tunatumia wabunge na madiwani. Hakuna hata mmoja anayeweza kuniambia kwamba alishawahi kusikia bunge linajadili kwamba sasa tukakope kiasi fulani. Umewahi kusikia? Okay, Kwa hiyo hili ni deni la serikali. Mimi nachelea kusema deni la taifa, kwa sababu ukopaji, kinachofanyika ni waziri ndiye anakaa pale na timu yake wanaamua tu. Na hilo mimi napendekeza kama ingewezekana hata kaingia katika katiba tunayotengeneza, serikali isikope kiasi chochote cha pesa bila kuidhinishwa na bunge. Hicho ninapenda tukiweke katika hali ya namna hiyo. Lakini pia kwa nini sasa linazidi kukua? Sababu nyingine ni kwamba taifa linakopa kama mtu anayekopa kwa jirani ili akajenge heshima kwenye baa. Taifa linakopa taifa linakopa kwa sababu ya kunywea chai na sambusa ofisini. Hela zote hizo. Taifa linakopa kwa sababu ya kununua mashangingi. Taifa linakopa kwa ajili ya kupeana posho ambazo mimi huwezi hata kutaja, na huwezi kuamini kwamba mtu analipwa milioni sijui ngapi, wakati wewe unatoa jasho unalipwa 1,100 sijui na 35. Kwa hiyo hayo ndio matatizo yanayosababisha sisi ili deni letu haliwezi kuisha. Brother, haraka changamke, I like it, safi. Aitwa Rajab Juma Athmani. Mimi kwa maoni yangu nasema kwamba ili deni la taifa ambalo kwa hivi sasa sisi alitunufaishi kwa swala lolote ile, kwa sababu swala lolote brother amesema linatumika.
Hapana, matumizi yenyewe ambayo wanatumia ni resources zetu ambazo tulizopo hapa Tanzania. Tuna resources nyingi na bado kuna kodi sisi wananchi tunalipa. Katika baadhi ya miundombinu ambayo inatumika ni kutokana na kodi zetu, kutokana na rasilimali zetu tulizopo hapa ndani. Jinsi wanavyokopa mikopo na jinsi wanavyopewa misaada kutoka nje, sisi kuanzia sisi raia hadi baadhi ya wabunge wetu nao pia mimi naweza kusema kwamba hawaelewi mkopo unaingiaje na unatumikaje. Kwa sababu hizo basi naweza nikasema hivi, kuanzia hivi sasa raia wote tupitie, yani mswada ukija wa mikopo uletwe kwa wabunge zetu. Wabunge nao watuletee sisi raia kwa njia yoyote tuweze kuchangia kwa namna gani jinsi mkopo tunachukua na tutalipaje. Lakini kwenye system yote kuna njia ya kucheck. Hamna njia ya kucontrol. Mnaniambia watu wanatumia tu hela ambazo wanakopa, wana sign afu zinatumika tu kwenye magari na nini wazi wazi. Serikali ndio hivyo kirahisi hivyo. Mimi naitwa Elia Joseph. Mimi hapa mpaka tumbo linaniuma, sio siri. Yaani hapa nasikia yani kutetemeka. Kitu ambacho mimi hapa najiuliza ambacho ndo leo hii nimekuta hapa kwamba mimi nadaiwa. Sure mimi naniuma sana yani. Sio siri. Yaani huwezi kukuta hata jana jioni mimi sija alafu naambiwa leo nadaiwa sio laki 4 hizo. Umeona? Kitu ambacho mimi nataka kujua ndio maana uchaguzi viongozi wengi wanakimbilia kule ngazi za juu kugombea ubunge kwa sababu wanajua kule kuna kula. Alafu atakelipa sasa ni huyu mwananchi atanipigia kura. Hiyo tumeshaelewa. Sasa swali langu ni kwa nini inaonekana kama ni rahisi sana hizi hela kuja, tunaziona zinatumika kwa sababu trilioni 22 hamna mtu aliweza kuivalidate na kusema kwamba tumeona ikija hapa na hapa na hapa. Kwa nini inaweza kuibiwa au kuvuja kirahisi hivi? Kwa nini hizi hela ambazo tunakopa ndio kwa sifa sana lakini zinapotea kiajabu ajabu na maendeleo hatuyaone? Kwa nini? Baba, viongozi sisi hapa tumeweka kule kwa sababu ya kututetea sisi wananchi, kwa sababu kila mmoja hapa akisema angegombea pale Ikulu au kule bungeni kule pasingetosha. Sasa tufanyaje, tuongeze vipi wajibikaji katika hizo hela ili kwamba kama ni waziri wa fedha na sign zinakuja kuanzia yeye na wizara yake, wakati wote tukiamua kwamba tuvamie vitabu, hebu tuambie hela ziko wapi, waweze tufanyaje ili hivi iweze kuongeza wajibikaji? Kwa sababu huwa wanasema kuna mwaka wa fedha. Umeona mwaka wa fedha baada 2013 2014 mwaka wa fedha. Sasa mimi nilikuwa najua kwa mwaka wa fedha yani ndio kila kitu tunakuwa yani wananchi tunakuwa na pesa kibao, mimi nilikuwa najua kama mimi. Ile sasa mimi rafiki yangu mnajua kwamba na kitu ambacho serikali ndio ifanye kuwa makini na kuweka bayana yale mambo ambayo serikali kuu inawafikia ili wananchi tujue kupitia bunge. Jamani, balaa lishatukuta. Maana tulikuja hapa wengine mimi sikujua kama nina deni natoka nyumbani. Kumbe mimi nadaiwa, mke wangu anadaiwa na mtoto anadaiwa. Kwa hiyo hili balaa lishatukuta. Tukisema serikali yenyewe washakopa, sasa tunafanyaje? Mimi na wewe mwananchi hatujui. Tumekuja hapa kumbe tuna balaa. Kifa leo tu hata yule malaika anaweza kanidai kule umeacha deni. Kwa acha kwa majanga. Kwa hiyo tuangalie nini cha kufanya. Tufanyeje sasa? Cha kufanya mimi nachoiona serikali wanapotaka kukopa mikopo wawatumie kama wanavyotumia kina Banana kwenye mambo mengine. Kwamba sasa amia Airtel na nyimbo. Kwa hiyo na hili sasa hivi wawatumie vile vile kwamba tunakopa reli kwa sababu ya redio ili wananchi tujue. Sio tunakuja kupewa majanga ambayo sisi hatuyajui. Sasa hivi. Kwani sasa hivi niulize serikali, yale madini kule sio Buzwagi wapi yana kazi gani? Tuna Tanzanite dunia nzima hakuna, inatoka kwetu tu. Sasa tukope ili kwa sababu ipi? Yana kazi gani kule? Yakisimamiwa vizuri yale, hatuwezi kukopa sisi, mimi na imani hivyo. Very good, umeleta kwenye swali nataka kuuliza. Tuna uwezo wa kuto kukopa tukiamua na kutumia. Wakisimama vizuri serikali tuna uwezo wa kuto kukopa. Maoni yanazidi kutolewa na Watanzania ambao kwenye studio za kipindi cha Nchi Yetu. Tunaenda kwa mapumziko mafupi, tumsikie Banana Zoro na The B Band ambao nao wanadaiwa kwenye mkopo huu, alafu turudi kuongea na Watanzania. Sisi watu wote ni sawa sawa, tunahitaji mahitaji sawa sawa. Sisi watu wote ni sawa sawa, tunahitaji mahitaji sawa sawa. Yeah, yeah. Hey, yeah. Deni la taifa lini litakwisha? Taarifa zake vipi tutazipata? Deni la taifa lini litakwisha? Vipi litamalizika? Yeah, yeah.
Tunahitaji mahitaji sawa, tuna haki sawa, kujua taarifa zote sawa. No, 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 yeah. Sisi sote haki sawa sawa, tunahitaji mahitaji sawa sawa, sisi wote ni sawa sawa, tunahitaji mahitaji sawa sawa. Sina cha nyumbani, oh yeah, oh. Sina maji nyumbani, yeah, yeah. Naishi jalalani, oh no, no, no. Naokota mtaani, yeah, yeah. Maisha yangu kuokota vyupa na kwenda kuuza. Ninaishi vipi? Tunakopa sababu gani? Sababu gani? Wakati elimu yenyewe duni. Sababu nini? Tunakopa sababu gani sisi? Sababu gani? Wakati tunayo madini. Hey, yeah. Ona wanavyohangaika, ona wanavyokimbiza, ona wanavyohangaika, wamachinga, ona wanavyokimbiza, ona wanavyohangaika, ona wanavyohangaika, tunamshukuru Banana Zone na the B Band na huo mwimbo wa sisi sote ni sawa, na hata katika hili deni ni sawa, maana mimi na Banana wote tunadaiwa kiwango sawa. Tumejadili swala la Kitanzania kwenye kipindi hichi kwa muda sasa. Hivi Mpegwa, hili deni linalipwaje? Tunasema tunadaiwa, lakini tunalipaje kila siku kwa vitu tofauti tofauti? Swali nzuri sana, alafu kitu watu wengi hawaelewi. Wote tunalipa. Kuna wote, kaka yetu alisema Watanzania tunakimbia kodi, lakini huwezi kukimbia VAT. VAT iko ndani ya VAT. Iko ndani ya kila kitu. Ukinunua kalamu iko ndani ya bei. Ukinunua maji iko ndani ya bei. Ukinunua mafuta iko ndani ya bei. Kwa hiyo uwezo wa serikali kulipa chochote ni kodi. Kwa hiyo sisi wenyewe tunalipa kodi, kama unataka, kama hutaki unalipa. Kama unajua, kama hujui unalipa kodi. Sawa, kuna kodi fulani unaweza kukimbia kwa janja, lakini kodi nyingine huwezi kutoroka, huwezi kuescape. Kwa nini aliishi sasa kama tunalipa? Kwa sababu kunalipa. Kwa sababu hata budget ukiangalia bungeni unaona wanasema bajeti ya serikali wamelipa sijui sikumbuki ni ngapi, lakini ukisoma ripoti wanasema wanalipa nyingi, pesa nyingi kulipa riba peke yake. Riba tu ile deni. Riba, achana na deni. Riba yenyewe. Kwa hiyo inasababisha the total amount inakuwa sawa, unalipa, wanachukua hela, lakini bado haishuki. Kwa hiyo ni issue kubwa sana, lakini I don't know, inategemea watu wanaonaje. Mimi naona kuna alternatives tunaweza kutumia, lakini okay, tutazipata hizo alternatives kutoka kwako, lakini kwanza niulize, wachumi hamna? Hatujahitaji watu wenye degrees za economics kujua kwamba tukifanya hivi tutaweza kusolve hivi. Hela hizi zitumike, hatuzioni. Wachumi wa nchi wako wapi, ambao ndio wangebidi watusaidie kutulinda maslahi ya nchi yetu kifedha? Nimekuwa najiuliza swali hili, je, nchi hii na wachumi, na hawa wachumi wapo? Na Mheshimiwa Rais na baraza lake la mawaziri linawatambua watu hawa? Nimekuwa nikisikia Mheshimiwa Ibrahim Lipumba amewahi kuitwa nchi kadhaa kwenda kurekebisha uchumi,
lakini sijasikia Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete akizungumzia habari za huyu mtu kumtumia katika nchi hii. Je, hana uwezo? Hilo swali nafikiri Mheshimiwa Rais atakuwa anaendelea kujiuliza kutoka kwangu. Lakini sambamba na hili, je, yawezekana uongozi wa nchi yetu haujamuona, lakini sisi wananchi tumeshaona kwamba huyu mtu amefanya mahali fulani na nchi zimeweza kupata mafanikio makubwa. Mimi napendekeza kwa nchi yetu ya Tanzania tuwatambue hawa watu ambao wana taaluma ya uchumi na wajaribiwe, wapewe jukumu wafanye. Mfano kama mimi ningelikuwa ndio rais wa Jamhuri ya Muungano, kwa itikadi za kisiasa ningemwajiri Lipumba kama mwajiriwa, sio kama mwanasiasa, ili afanye kazi kama mzalendo katika nchi hii ya Tanzania ili kupunguza haya matatizo yanayoendelea katika nchi hii. Hilo napendekeza. Asante. Right. Sasa ungekuwa very nice. Mimi hapa nilikuwa napendekeza kwamba sababu kila mwananchi amepata mshtuko kuhusu ile deni tunalodaiwa, ingependekeza kwamba wakatoa kipindi maalum kwa ajili ya ile deni la taifa, ili kila mwananchi iwe rahisi kwake kuweza kulipa. Najua atalipa vipi. Na je, na swali kwa mgeni wetu rasmi pale, kwamba kwa Tanzania kuna benki za kwa ajili wa Tanzania wanaodaiwa. Unakuta mtu anakopa na akishindwa kukopa lazima afanyaje? Lazima labda auze nyumba yake ichukuliwe. Je, nchi ikishindwa kulipa nini kitafanyika? Na swali hilo, tukishindwa kulipa. Jibu sasa hivi. Jibu sasa hivi. Okay. Alafu tarudi. Ukishindwa kulipa Daniel Kijo nyumba yake inachukuliwa. Tanzania hakuna tofauti vile vile. Mbona inaitwa privatization? Inaitwa privatization. Privatization imekuja kwa ajili ya IMF, sio kama sisi. Ukijua historia yako ya nchi yako, unajua Mwalimu Nyerere, baba wa taifa, alikataa kabisa. Alisema mbona madini haziozi? Kama hii ndo dili yako, unataka mimi kukupa madini yetu, mali yetu bure kwa ajili ya nipe pesa, basi ziache pale, tutafanya mambo yetu kwa maskini. Baadaye wachukua watakuja, watajua jinsi ya kufanya nini. Kwa hiyo kidogo wataingilia nchi. Baada ya muda fulani, ukijua historia yetu, tumeanza kukubali mambo ya privatization, mambo ya globalism nini. Kwa hiyo maana yake unachukua mkopo, wanasema you're underborrowed. Mbona hauna deni? Hatuwezi kuamini kukopa hela kwa mtu hajakopesha. Hajakopa. Sijui mnielewa. Sasa tumeanza kukopa. Baada ya kukopa wanasema umeshindwa kulipa. Sasa ukishindwa kulipa itabidi unaruhusu kampuni hii fulani aingie aanza kuchimba. Atalipa percent 3 kodi. Atachukua labda dhahabu, anachukua sijui, angalia turnover ya Anglo Gold Ashanti. Turnover ya Anglo Gold Ashanti. Angalia the kodi inalipa ni percent 3. Sasa serikali anataka kuongeza mpaka percent 5. Wao wanapiga kelele, hawataki kabisa kulipa percent 5. Ukienda Zimbabwe wanasema percent 50 au toka. Hatutaki kwa sababu ni biashara, wanapata faida. Kwa hiyo tusipolipa kodi au tunavyozidi kukopa na kutoka kwenye mkopo, tunazikuwa watumwa. Una maamuzi, wanaingilia nchi yako, wana control uchumi, wanakuwa na viwanda vya nje. Mnaona majengo mengi, maviwanda lakini yanamilikiwa nje. Kwa hiyo wananchi mnazidi kuwa maskini. Ndio. Kwa hiyo kweli kuna jinsi, kuna njia, lakini tunahitaji kukaa chini, tunahitaji kubadilishana mawazo, alafu tunahitaji umoja wa wananchi. Hatuwezi kublame viongozi, hatuwezi kublame huyu jamaa, hapana. Sisi wote tunahitaji kukaa chini. Kwa Kiingereza wanasema you get the leaders you deserve. Kwa Kiingereza wanasema. Kwa hiyo kama tunaona viongozi wanakosea,
Ndio sisi wananchi wote tunahitaji kukaa chini alafu tujue tunatakaje. Very good. Amesema tukae chini afu tujue tunataka nini. Sisi tunakaa chini hapa kwenye studio ya nchi yetu na kujadili na kusaidia wewe unatazama kipindi hichi kuanza kutafakari na kutaka nchi unayoipenda au Tanzania unayotaka kuiona ambayo itakupa amani. Kwa hiyo tumemaliza kutoka kwenye studio za nchi yetu, tuondoke na Banana Zone na The B Band ambao wanadaiwa, lakini naamini kupitia hii show deni litapungua, na muendelee kuangalia. Ni mimi Daniel Kijo kutoka nchi yetu. Kwa Irini. Anyimbo yetu hizi ndizo ngoma zetu, utambulisho wa mambo yetu, uwakilisho wa watu wetu. Hii ndiyo bendera yetu, hizi ndizo sauti zetu, na zisikie ngoma za kwetu, usipate hadithi za kwetu. Anyimbo yetu hizi ndizo ngoma zetu, utambulisho wa mambo yetu, uwakilisho wa watu wetu. Hii ndiyo bendera yetu, hizi ndizo sauti zetu, na zisikie ngoma